habari, karibu katika channel yetu ya JWS Herbal Clinic. Anaitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea tiba ya kidonda ya mdudu kwenye kidole. Hii ni changamoto ambayo imekuwa ikiwakuta wengi na wengi wamekuwa hawajui nini cha kufanya wakiwa hapo nyumbani. Sasa katika channel hii basi leo tutakuletea namna ya kuondokana na hiyo changamoto ya mdudu kwenye kidole, na huwa ina maumivu makali na hasa usiku. Wengi wanapitia changamoto ni kwamba mtu halali kwa sababu ya mdudu kwenye kidole. Kwa hiyo kama ni mara ya kwanza pia kufuatilia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazo tuma kila siku. Nikukumbushe, kama una changamoto yoyote ya kiafya ambayo imekuwa ikikukosesha usingizi na ambayo pia umekuwa ukishindwa namna ya kuondokana nayo, basi usahau kutuambia hapo chini ili tutaweza kukupatia ushauri bure kabisa namna ya kuondokana na hiyo changamoto. Sasa tujue kwamba mdudu kwenye kidole wanasababishwa na nini. Kuna sababu nyingi ambazo kadha wa kadha zinaweza kuweza kuwepo, lakini changamoto au sababu ya kwanza huwa ni kupata jeraha kwenye hiyo sehemu. Unaweza kuwa umepata jeraha kwenye sehemu ya kidole, kwa hiyo inakuwa rahisi mdudu kuweza kuingia kwenye kidole moja kwa moja. Lakini sababu ya pili ni kujikata. Kuna wengine wanajikata, unakuwa unakata mwishowe ukapata ni jeraha, ni moja kwa moja ni jeraha ambalo unaweza kulipata kwa kujikata. Ina maana ukijikata pia unapelekea mdudu kwenye kidole. Lakini pia sababu namba tatu ni kwamba kuna fungus. Kama unatembelewa na fungus kwenye mikono yako, kwenye vidole, basi inaweza kusababisha urahisi wa mdudu kuingia kwenye kidole. Lakini pia bakteria, kuwepo bakteria, wale bakteria wabaya ambao pia wanaweza kusababisha kuandaa mazingira mazuri ya mdudu kuingia kwenye kidole. Lakini pia ukataji wa kucha mbaya. Kama unavyojikata kucha, lazima uangalie unavyokata kucha zako. Basi kama ukijikata vibaya kucha zako, unaweza kusababisha mdudu au unaweza kusababisha changamoto ya kuwa na mdudu kwenye kidole. Lakini na mwisho ni kuwa na kinga dhaifu ya mwili. Unapokuwa na kinga dhaifu ya mwili, tunajua kwamba kinga kwenye mwili wa binadamu huwa inatumika kupambana na magonjwa mbalimbali. Sasa kama ikitokea kinga yako imeshuka, basi inaruhusu magonjwa yote yanayokuja yaweze kuingia ndani ya mwili wako. Kwa hiyo kitu cha kufanya ni kipi kikubwa? Kwanza hakikisha kinga yako ya mwili iko sawa. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya sababu ambazo zinapelekea mdudu kwenye kidole. Tuambie hapo chini kwenye comment, je, unadhani sababu ya mdudu kwenye kidole kwako ni changamoto ipi? Na kama wewe ulikuwa umewahi kuwa na changamoto ya mdudu kwenye kidole, tuambie pia ni changamoto ipi ambayo unahisi inapelekea au ilikufanya wewe uweze kuwa na changamoto ya mdudu kwenye kidole. Lakini baadhi ya dalili za mdudu kwenye kidole, kwanza ni maumivu makali. Unakuta kidole kinakuwa kina maumivu makali. Lakini dalili nyingine ni kidole kuweza unakuta kinakuwa chekundu kabisa. Unakuta kidole ni chekundu kabisa, yani kama vile kinawaka moto. Na hivyo ambavyo kinaonekana kama kinawaka moto, ndio hivyo ambavyo kinatoa maumivu makali sana kwa mtu ambaye anakuwa na changamoto. Lakini dalili ya mwisho ni kutoa usaha na maumivu makali. Mara nyingi utakuta kile kidole kimeweza kutunga usaha na unakuta huyo mtu anakuwa anapitia maumivu makali. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili ambazo ni za mdudu kwenye kidole. Sasa kuna tiba kadha wa kadha, hapo uweze kuzifahamu hizo tiba, namna ya kuondokana na changamoto ya mdudu kwenye kidole. Tiba namba moja ya kuondokana na mdudu kwenye kidole ni kwamba utapaka mafuta ya taa. Tafuta mafuta ya taa, unakuwa unaroweka kwenye kitambaa kizuri, unakuwa unapaka misili ya kuchua kwenye sehemu ambapo kuna shida. Ukiwa unapaka, basi ni rahisi kuondokana na hiyo changamoto. Lakini tiba namba mbili ambayo utaweza kuitumia, utaweza kuifuata ukiwa hapo nyumbani, atafuta utomvu wa papai bichi. Utomvu wa papai bichi, basi utatafuta pale kwenye ule mdomo. Unapohisi ni mdomo wa mdudu yule yupo, basi utatoboa ile sehemu, alafu utaweka ule utomvu ambao
ni wa papai bichi au papai changa, sio bichi, na ndio hilo changa. Kwa hiyo utaweza kuweka pale na changamoto itakuwa imeisha. Lakini tiba nyingine ambayo utaweza kuifanya ni kwamba utatafuta nyanya ambayo tunaitumia kupikia hapo nyumbani, nyanya ambayo imekomaa kabisa, imeiva, iko safi kabisa. Utatoboa katikati misili ya kama ni kidole hichi, hakikisha tundu lake linalingana hichi kidole. Ina maana ukishamaliza basi kidole chenye mdudu utakichomeka kwenye lile tundu, na changamoto ndani ya masaa kadhaa basi na changamoto itaisha. Tiba nyingine ambayo utaitumia na ukiwa hapo nyumbani ni limao. Limao wengi wanajua wakitumia limao, na limao hivyo kama nyanya utakata, utatengeneza shimo kulingana na kidole ambacho kina mdudu. Kama ni hichi basi ilingane na hichi, unaweza kuchomeka mle kwenye limao, na utakaa kwa masaa kadhaa ili ile asidi iweze kuondoa hiyo changamoto ya mdudu kwenye kidole. Lakini mwisho utaweza kutengeneza ndulele. Wengine wanasema ndura, wengine wanasema ndulele. Kila mtu ana jina lake kulingana na sehemu alipo. Ile ndulele pia na hivyo kama ulivyotumia nyanya na limao, unakata katundu ambacho kidole kinaweza kaingia, unaingiza kidole, unavaa kwa muda kadhaa, basi unatoa. Utafanya hivyo ndani ya siku 3 mpaka siku 7, changamoto ya mdudu kwenye kidole itakuwa imeisha. Wengine wanasema kutumia mafuta ya beti na mafuta ya breki kwenye gari, na yenyewe ni dawa nzuri ambayo unaweza ukachukua ukachua au kaweka kwenye ile sehemu ambayo ina mdudu kwenye kidole. Hapo kwenye comments tuambie wewe uliondokana vipi na changamoto ya mdudu kwenye kidole. Share na sisi, tunasema sharing is caring. Kwenye channel yetu mara nyingi huwa tunashare. Kwa hiyo tukishare ni namna nzuri ya kuweza kuondokana na hiyo changamoto. Kwa hiyo tuambie hapo chini wewe ulitumia njia gani kuondokana na hii changamoto ya mdudu kwenye kidole. Basi usahau kusubscribe na comment uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Karibu, na Mungu akubariki.